Mtazamaji wa Kishki TV, tupo ndani ya ofisi ya mkurugenzi mkuu wa taasisi ya Al-Hikma Foundation ambaye pia ni dai wa kimataifa Sheikh Nurdin Kishki, ambapo siku ya leo amepata ugeni ambao pengine si ugeni wa kawaida, ugeni kutoka katika upande wa pili tunaita hivyo. Huyu ni mchungaji Daudi maarufu kama Mashimo ambaye amemtembelea Sheikh Nurdin Kishki katika siku ya leo kwa ajili ya kuzungumza mambo mbalimbali. Tupo naye hapa, lakini pia tupo na Sheikh na tutazungumza mawili matatu kwa ufupi kujua kitu gani ambacho kimemsababishia kufunga safari kutoka huko ambapo alipotoka kuja kumfuata Sheikh Kishki aliyekuwa yeye si Muislamu. Amekuja kusilimu ama amekuja kwa jambo gani? Tunaye hapa mchungaji Mashimo. Mchungaji Mashimo, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Tupo katika ofisi ya Sheikh, lazima tupeane salamu za. Ndivyo. Hiyo salamu assalamu alaikum haina maana kwamba ina tafasiri mbaya. Ni tafasiri ya amani, ni tafasiri ya uzima, ni tafasiri ambayo kwamba ni ya heri. Umepata zuri? Kwa hiyo ni salamu nzuri kabisa. Ndio. Yes. Tuambie, umekutana na Sheikh leo. Kipi ambacho kimekufanya ujue kuja hapa? Bwana, kitu cha msingi ambacho kimenifanya nije nimuone Sheikh, nina vitu vitatu vya msingi. Namba moja ni jambo langu. Namba mbili, kilichonifanya ni nini. Cha kwanza kabisa, Sheikh nimemfuatilia kwa miaka mingi, nikiangalia pia msimamo wake katika imani na namna anavyotunza heshima ya utu wake. Ni mtumishi wa Mungu ambaye hapepesi macho. Ni mtumishi wa Mungu ambaye vile vile amesimama katika hali ya kuyajenga maadili ya taifa. Ndio maana kila wakati utaona anaandaa mashindano ya Qur'an, yana maana kwamba anawatia hamasa vijana, watoto wajue thamani ya kusoma kitabu kitakatifu kwa ajili ya maisha yao ya baadaye. Sasa kitu kikubwa ambacho kimenifanya mimi leo kuja kumuona bwana, mimi na jambo langu. Jambo langu kubwa ni kwa ajili ya uzalendo wa nchi yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mimi ni kiongozi wa dini na yeye ni kiongozi wa dini. Nchi yetu inahitaji ushirikiano wa hali na mali kudumisha na kulinda amani nchi yetu. Nchi hii si nchi ambayo ina matabaka ya kidini, kwamba ni nchi ya Kiislamu Kikristo. Ni nchi ambayo imetoa uhuru kwa dini zote. Na kama ni nchi ambayo imetoa uhuru kwa dini zote, sisi sote tuna wajibu wa kulinda nchi yetu. Na si tu Sheikh hapa, hata mtangazaji, watazamaji wanapaswa sana kuwa sehemu ya kulinda amani ya nchi yetu. Lakini jambo jingine ambalo pia nimekutana na vitu kaza wa kaza, ustazi au Sheikh amekuwa sehemu ya kusimamia sana msimamo wa kutunza amani ya nchi yetu. Hata mafundisho yake yote ni kuheshimu. Sasa nilivyoona kwamba Sheikh amesimama kwenye hali ya kumlingana Mungu katika kuangalia nchi yetu, yani ule uzalendo, na mimi jambo langu nikakumbuka bwana nimshirikishe. Jambo langu mimi ni moja tu. Ni lazima Tanzania, viongozi wa dini, Waislamu kwa Wakristo, tulinde heshima ya nchi. Heshima ya nchi huwezi kuilinda usipojua heshima ya watawala wa nchi. Kwa namba moja, tulinde heshima Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali. Tusiwe sehemu ya kutumika ili kubomoa misingi ya amani na kuondoa utu wa watawala wetu. Nimepata vizuri? Kwa ni wajibu wa kila mtu. Sasa nimetafuta sana baadhi ya viongozi wa dini ambao ninaweza kuwashirikisha. Wengi wamenikataa, wengi wamenikimbia. Lakini Sheikh nimekuja hapa kwa moyo wa furaha, moyo wa shangwe, amenikaribisha kwa furaha na kanisikiliza. Sheikh, Mungu akubariki sana. Akupe miaka mingi ya heri na Mungu akuzidishe maradufu. Sijui umenipata vizuri ndugu yangu. Viongozi wengi wa dini kwenye Ukristo, kwenye Uislamu hawakutaka kunipa nafasi ya kufanyaje? Ya kuniona. Lakini Sheikh leo
amenipokea. Nimepiga simu, nikajitambulisha, akasema karibu ofisini. Kwa hiyo huu ndio Uislamu. Muislamu wa kweli anajua utu wa mwingine, anajua thamani ya mwingine, anajua kumpa nafasi, kumsikiza mtu mwingine. Ndio maana leo nimesikizwa na Sheikh hapa, nimefurahi na imekuwa furaha kwangu sana. Labda kitu gani ambacho umeona special kwake, anatofautiana na viongozi wengine wa dini? Kitu kimoja, Sheikh Kishki kwanza hajivunii. Umeelewa? Hana yale kujikweza. Huyu ni mtu maarufu sana. Sio kwa Tanzania, kwa Afrika, hata dunia inamtazama. Nimepata vizuri, lakini utamkuta akainua mabega juu. Yeye mtu yeyote anayemcha Mungu, hekima ndio inomtangulia kumuongoza. Hivi kweli leo ningepata nafasi ya kumuona. Kuna watu wanajulikana tu hapa Tandale na Manzese, kumuona ni kazi ngumu sana. Sasa huyu Mungu amempa neema ya kufahamika Tanzania, Afrika na dunia. Juzi kati alikuwa Botswana, kama sio nini nchi fulani, yako Ethiopia. Umeona mapokezi yake? Unajua hata ukipata mwako sehemu fulani wanapata watu waliojiheshimu, wakaitunze heshima, wakamweka Mungu kwamba ndio jibu la hatua zao. Kwa hiyo hicho ndio kitu kikubwa sana ambacho kwake anacho, na ni mtu ambaye hapendi kufanya mambo nje ya maandiko matakatifu, Qur'ani tukufu. Umepata vizuri? Kwa hiyo hivyo vitu ni vya msingi sana kwake, na hata ukimkuta anakemea, hana ile kukemea kwa kutweza utu wa mtu, anaukemea kwa lengo la kujifunza, ili ujue ulipoanguka, ili ujue ulipokosea, ili sasa uweze kufanywa upya katika imani. Ni jambo la msingi, jambo la busara, lakini kubwa zaidi ambayo nimelipenda sana ni yeye kupokea ombi langu ambayo nimeleta kwake ya kushirikiana, kuitunza na kuilinda amani nchi yetu na kulinda heshima ya viongozi wetu. Baada ya kuona hivyo, amekuwa ni kiigizo kwako. Hujakuwa na mpango wa kubadili sasa kwenda kwenye kumfuata katika dini yake? Sasa sasa habari, unajua Mungu ametuweka kwa namna tofauti tofauti. Huwezi jua, kwa sababu Waislamu au Uislamu, unajua Uislamu unaamini mwanadamu yeyote anapozaliwa anakuwa ni Muislamu. Right? Right? Ndio. Na ukiuliza vitu vingi, mfano unapewa kwamba mtoto anapozaliwa, je, anatoa na viatu mguuni? Wasema hakuna. Je, Musa kwa kile kijiti, kwa nini alivaa viatu? Sasa hizo ni hoja, lakini naamini siku moja tutafanya ibada pamoja pia. Kwa ufupi, kabla hatujaenda kwa Sheikh, Uislamu wewe kwako unaozungumziaje na vile jinsi ambavyo walivyo, wewe unawachukuliaje? Mimi Uislamu, naomba nizungumzie Uislamu. Najua kuna Waislamu na kuna Uislamu na kuna Muislamu, vitu viwili. Sasa huyu Muislamu na Uislamu ni kitu hiki kimoja. Waislamu ni matabaka mengi tofauti ndani yake. Sasa ninapozungumza baada ya Uislamu ninaichukulia mimi kama mchungaji na kama Mtanzania ni dini ya Mungu ambayo Mungu ndani yake alikuwa na makusudi kila mwanadamu apate kujifunza mema na kuyajua mema. Ndio maana ndani ya Uislamu hautakuta kwenye Qur'an wanamkataa Kristo, yani Isa bin Maryam. Mmepata vizuri? Kitabu chochote kinachomkubali Isa bin Maryam, Yesu Kristo, hawa ni watu wa Mungu. Mmepata vizuri? Qur'ani inaamini Torati, Zaburi na Injili. Hata kama naamini, kwa nini hawa adui yangu? Uislamu sio adui. Wanaotuletea uadui ni wale mamluki wa kiimani. Serious. Lakini Uislamu ni dini moja nzuri sana. Ndio mama nyingi unaona wanaandaa hata sherehe, tunaalikwa, tunaalikana, umeelewa, tunatembelea, tunasaidiana. Kwa mfano hii taasisi anayosimamia, hii taasisi yake haijabezi kwa mambo ya kiudini. Nimepata vizuri? Sababu anajua yeye ni mtumishi wa Mungu katika umma. Anatoa huduma katika umma. Na ukiingia huko mtaani, maeneo mbalimbali, hautakuta kashfa ya mambo siyofaa kwake.
Ijapokuwa mimi naweza nikakutajia kuna viongozi ambao wana kashfa za kutosha. Hatuko, lakini huyu sio hivyo. Kwa hiyo bwana shehe ubarikiwe sana. Umeona? Kwa hiyo bwana, mimi leo nimekuja hapa, nimepokelewa kwa furaha, kwa amani, nimeleta jambo langu, amelisikiliza, amelipokea. Kikubwa mimi naomba ushirikiano sana, kwa sababu nchi yetu haiwezi kulindwa na jeshi la polisi peke yake, jeshi la wananchi peke yake, usalama wa taifa. Tanzania inalindwa na Watanzania wenyewe. Sisi wote ni Watanzania. Tunalindaje? Kwa kushirikiana na kufundishana na kuelekezana. Tuambie kwa Sheikh kidogo. Sheikh, tuambie ujio wa mchungaji Mashimo na yale ambayo amezungumza kwa ujumla, umempokeaje? Na ameuzungumzia pia Uislamu hapa kwa namna ambavyo alivyochambua, ameuzungumza vizuri sana. Mchungaji Daudi Mashimo nilikutana naye tarehe 19 mwezi huu wa 3 katika futari ya kamati ya amani kule Coco Beach. Kwa hiyo akanilaki vizuri kwa mapenzi makubwa na furaha, na akanitamkia, wewe ni miongoni mwa viongozi wa Kiislamu ninaowapenda. Basi akaomba appointment tukutane, tuzungumze, kuna mambo muhimu tujadili. Na leo tarehe 28 mwezi huo wa 3 mwaka huu 2026, mimi nimejaliwa kupata fursa, aliponipigia nikamkaribisha, na nimependa sana juu ya mada aliyokuja nayo. Amekuja na mada inayohusiana na nchi, kwamba tushirikiane kutetea nchi na kuhakikisha Tanzania inaendelea kuwa ni nchi ya amani, upendo, umoja na mshikamano wa kitaifa. Na mimi kama Sheikh Kishki, mtu yoyote atakayenifuata kwa ajili ya maslahi ya nchi hii, kwa ajili ya kuitunza nchi hii iendelee kustawi, iendelee kupiga hatua, iendelee kuwa na amani, maelewano baina ya watu wake, mimi niko tayari kushirikiana naye. Mchungaji katika historia ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipokuwa na miaka 20, bado kijana mdogo, kwa sababu utume aliupata akiwa na miaka 40. Alipokuwa na miaka 20 alishirikishwa katika umoja wa kitaifa ambao ulikuwa una mchanganyiko wa dini mbalimbali na imani mbalimbali. Na uzuri ni kwamba yeye ndio aliyotusimulia hichi kisa. Alipopewa utume akiwa na miaka 40, moja ya masiku akasema, nilipokuwa mdogo niliwahi kushiriki katika umoja ambao ulikuwa ni kwa maslahi ya nchi na wananchi. Kisha akatumia maneno na ninayanukuu kwa Kiarabu. Akasema, walau duitu ila hilfi alfudhuli la ajabtu. Umoja ule ukijirudia tena leo, nikiitwa tena leo na mchanganyiko ule wa dini mbalimbali, lakini lengo liwe nchi na wananchi, namna gani tutaisaidia nchi, tutasaidia wananchi, tutaishi kwa amani, nitaungana nao. Baada ya kuwa mtume wa Mungu, nitaungana nao tena. Kwa hiyo kwa mafundisho hayo, mimi kama Sheikh Kishki niko tayari kushirikiana na mtu yoyote kwa maslahi ya nchi, kuhubiri amani, umoja, mshikamano, kuheshimiana, kutoadhiriana. Sasa hivi Tanzania kumekuwa na tabia ya kuadhiriana, kukashifiana, kutukanana, tabia ambazo hazikoza kwetu. Kwa hiyo niko tayari na mimi kushirikiana na mtu yoyote kuhakikisha tunahubiri mazuri yote hayo, ili mradi sote tukae kwa amani katika ardhi ya Tanzania. Lakini pia amezungumza lingine katika mazungumzo,
Siku hizi kumekuwa na tabia pia kuwavunjia heshima watu wazima, viongozi, ambao akanipa aya kwenye Biblia kwamba kila mamlaka, kila mtu atii mamlaka, na kwenye Qur'ani sura ya 4 imesema hivyo kwamba mtiini Mungu na mtume wake na wenye mamlaka. Kwa hiyo kuhubiri mafundisho haya binafsi ambayo yamo kwenye Qur'ani, mimi sitaona tabu. Kwa hiyo mimi nimekupokea na nimepokea ujio wako na nimeupenda, na nashukuru kwa kunifuatilia mwenyewe. Umeona kwamba niko mstari wa mbele kutetea nchi. Kwa hiyo niwaambia tu Watanzania, huu ndo uzuri wa Tanzania. Sheikh Kishki leo anampokea Mashimo nyumbani, ofisini kwake, hali ya kuwa ninajua si Muislamu tena, ni mchungaji tena mhubiri, lakini nimempokea kwa sababu dini yetu haikatazi sisi kukaa na wasiokuwa Waislamu. Inategemea tunakaa kujadili nini. Mtume wetu ashakaa na wasiokuwa Waislamu katika mkataba wa Hudaybiyah, amekaa na wasiokuwa Waislamu, wakaingia mkataba wa miaka 10 wa kuleta amani. Hatutaki tena mapigano. Umeona, huyu ni Mtume Muhammad. Sasa mimi nikiwa kama mfuasi wake, kwa nini sipite njia hizo? Kwa hiyo mimi nimependa na nimefurahi, na Watanzania muone kwamba bado wapo viongozi wa dini ambao wana uchungu na nchi na wanatamani nchi endelee kustawi, kupiga hatua, na watu wake tuheshimiane na viongozi waheshimiwe, na kila Mtanzania anastahili aheshimiwe. Tusidharauliane, tusiadhiriane, tusitukanane, tusikashfiane. Kama kuna mtu anataka kufikisha hoja zake, afikishwe kwa maneno ya hekima tu. Qur'an tukufu inasema, ita katika njia ya Mola wako mlezi kwa hekima na mawaidha yaliyo mazuri, na ikibidi mkajadiliana, jadiliana nao kwa maneno mazuri. Kwa hiyo mimi nimefurahi na nimeyapokea kwake, na tutaendelea kushikamana kwa maslahi ya Tanzania na Watanzania, na mimi binafsi nitaendelea kuhubiri amani, hata akichukia mwenye kuchukia. Nitaendelea kuhubiri umoja na mshikamano wa kitaifa, hata akichukia mwenye kuchukia. Suratul Rahman inasema, wal arda wada'aha lil anam, na Mungu ardhi ameiweka kwa ajili ya viumbe. Hakusema kwa ajili ya Waislamu au kwa ajili ya Wakristo, kasema viumbe wote. Kwa hiyo mimi nimekupokea, nimepokea maneno yako, nimeyafurahia na tuko pamoja. Asante, mimi nakushukuru sana 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 sana. Nakushukuru sana kwa sababu hii baraka hii imekuwa ni ya kipekee sana. Asante sana. Mungu akubariki. Na mimi naondoka na jambo la furaha. Namba 1, tayari nimepokelewa na mtu mkuu, mtu wa Mungu. Yaani wewe ni mtu mkuu, mtu wa Mungu, mwenye maneno ya Mungu yenye kutaka umoja. Mimi nimefurahi sana sana sana, na nitoe tu rai kwa viongozi wengine wa dini, hebu tushirikiane kuijenga amani yetu. Yaani natoa sehemu ya faraja kwa sasa, si ya marumbano. Mimi shehe nakushukuru sana. Mungu azidi kukuweka maradufu. Asante sana. Asante sana. Asante sana. Asante sana. Kishki TV, nuru ya dini yako.